Karibu tena kwenye uchambuzi wa Wema Hauozi. Jina langu ni Flora Nambaka. Nataka kuchambua sehemu ya kwanza, onyesho ya pili. Sehemu ya kwanza, onyesho ya pili ni wakati Mishi yuko sebuleni anafuma sweta na Dama amelala. Dama anazinduka usingizini kisha anakuja kuanza kumuuliza Mishi maswali. Anamuuliza maswali kisha tena anarejea kulala. Nitasema maudhui ambayo yako katika onyesho ya pili sehemu ya kwanza. Tuko na maudhui ya masomo. Dama anapotoka skuli na kutoka kwenda nje kucheza, anamuona mamake na babake wakitoka nje kukimbizana. Kisha tena tuna maudhui ya kidhani ni hiyo tu. Kama kuna ingine nitapitia tena, nitaongezea juu. Kisha wacha tuende katika sifa ya Dama na sifa ya Mishi. Katika sifa ya Dama tunaweza sema ya kwamba sifa ya Mishi ni mwongo, anamdanganya mwanawe kuhusu uhusiano au ugomvi. Anamdanganya pia kuhusu maisha ya baba yake. Tunapata katika ukurasa wa 12, baba yako livu ndefu, kukaa timtimu kunasaidia kuondoa kumbukumbu za mazoea ya kazi. Pia tunapata Mabula, sifa yake ni ya kwamba yeye ni mzalendo, anapigania nchi yake. Kisha tuko na mbinu za lugha zilizotumika kama kuchanganya ndimi. Tulikuwa bado tunatoka pamoja kwenda jogging. Kisha kuna methali, wanasema lisemwalo lipo. Kisha kuna monolojia, Mishi anajizungumzia baada ya mazungumzo baina yake na Dama. Kisha tuko na nafasi ya wazazi katika jamii. Mishi anamficha mwanawe juu ya maisha na uzozano kati yake na baba yake. Huo ni uchambuzi mfupi, kwa hiyo nitaongezea tu juu sehemu ya kwanza, onyesho la tatu. Sehemu ya kwanza, onyesho la tatu, tuna maudhui kadhaa kama maudhui ya ulevi. Mabula anarejea nyumbani usiku wa manane akiwa amelewa. Mishi analalamika kuwa pesa zinaenda kwenye vilabu ilhali maji kununua ni taabu, kupata cha kupika ni ada. Kisha tuko na maudhui ya umaskini. Mishi analalamika kwamba vikao vya wazee havina maana kwao kwa kuwa hata kununua maji kwao ni taabu, kupata cha kupika ni ada. Hiyo ni maudhui ya umaskini. Kisha tuko na uongozi mbaya. Mabula anapodhani umeme umepotea, anatoa vijisababu vya kudhibitisha umeme kupotea. Jinsi uongozi mbaya unajitokeza ya kuwa viongozi watasema hivi kuhusiana na kupotea kwa stima, ya kwamba watasingizia ukame, watasema maji yamepungua sana katika ule mto mkubwa, watasema ni gharama za mitambo ya uzalishaji umeme, watasema ni gharama kubwa kufuatia kupanda kwa mafuta ya dizeli Uarabuni, watasema wanaokoa jahazi. Kisha kuna kuchanganya ndimi, otherwise kikao cha wazee kimekwenda vizuri. Kisha kuna methali, wanasema panapo wazee hapaharibiki neno. Ukurasa wa 18, penye msiba kumbe waliojanjaruka wanapavuna. Ukurasa wa 18 pia, mnyonge msonge. Kisha umeniandama kama kivuli. Ndio. Alafu tuende katika sifa za wahusika. Sifa za Mishi ni mwoga. Anaogopa wakati Mabula anabisha mlango. Mlango unabishwa tena, mara hii anajibu kwa woga. Ninauliza, ni nani? Hakuna jibu. Badala yake unabishwa tena. Anaonyesha woga mkubwa. Kisha sifa ya Mabula. Mabula ni mlevi.
anakuja kwa nyumba usiku wa manane akiwa amelewa. Mabulani anakuja kwa nyumba usiku wa manane akiwa amelewa. Hiyo ni ukurasa wa 15. Kisha tena ni mkakamavu. Mabulani mkakamavu. Pia ni msahaulifu. Amesahau kuwa wanaishi madongo poromoka. Ni hayo kwa leo. Yote ambayo sijazungumzia hapa nitazungumzia kwenye video ambayo itafuata. Kuwa na siku njema au usiku njema.